Maelfu ya wanachama wa vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA leo wamefurika katika viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam kushuhudia uzinduzi rasmi wa kampeni kitaifa. Akizungumza na wananchi hao, mgombea urais kwa tiketi ya Chadema Edward Lowassa, pamoja na kuwashukuru wananchi waliohudhuria kwa wingi kwenye viwanja hivyo, alitaja kipaumbele chake cha kwanza, cha pili na cha tatu kuwa ni elimu. Kipaumbele cha kwanza elimu, kipaumbele cha pili elimu, cha tatu elimu. Na maneno haya nimeazima kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair. Aliulizwa, utakapokuwa waziri mkuu utafanya nini kwa Uingereza? Akasema priority number 1 education, number 2 education, number 3 education. Na mimi kwa uhakika nasema kwa Tanzania yetu, ili tuendelee kwa kasi na kwa spidi inayotakiwa, kipaumbele cha kwanza elimu, cha pili elimu, cha tatu elimu. Elimu itakuwa gharama la serikali kutoka darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. Tunaweza sana. Tunapoteza mabilioni ya pesa kwa mambo ambayo hayana maana. Tupeleke kuendeleza watoto wetu. Amesema ili Tanzania iweze kukimbia kwenye maendeleo, atahakikisha kilimo kinatoa ajira ya kutosha kwa wananchi. Eneo la pili la kilimo, ili kuweza kutengeneza ajira za kutosha. Kilimo hiki tutakwenda kwa vyombo vya kisasa na kwa kufanya umwagiliaji. Lakini serikali italinda watu. Mkulima akikopwa mahindi yake arudishiwe na riba. Hakuna kukopa ukiwakopa rudisha na riba. La tatu, tumeweka umuhimu sana kwenye afya. Tunapoteza pesa nyingi sana kupeleka watu wetu nje ya nchi. Hapana, tulete hizo pesa zifanye kazi hapa nyumbani. Wanaokwenda nje ya nchi sio watu wadogo, ni watu wakubwa. Tujenge hospitali ambazo zitajibu mahitaji ya watu hapa nyumbani. Pamoja na hayo, Lowassa amewaomba wanachama hao kutofanya makosa ifikapo Oktoba 25 mwaka huu kwa kufanya uamuzi wa busara wa kumpigia kura. Naomba watu wa Dar es Salaam mnitafutie kura kwa watu wa bara. Naomba watu wa Dar es Salaam mnitafutie kura kwa mke wako, kwa mume wako, kwa rafiki yako. Ili hata wakiiba wataiba nyingi, akistabaki nyingi za kutosha kutushindishia. Naye mgombea mwenza Juma Duni Haji alikuwa na haya ya kueleza. Sasa tunasema basi, tunataka mageuzi. Sasa nini tutafanya mie na mwenzangu tukiwa Ikulu? La kwanza, hakuna kitu muhimu kama kuwa na katiba iliyokubaliwa na wananchi wote. Tutaunda tume ya maridhiano ambayo tutakuja tuzungumze kwa pamoja, tusameheane yaliyopita si ndwele, tujenge nchi yetu, tutizame mbele badala ya kutizama nyuma. Peter Edson, Mwananchi Digital.